Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana, wapendwa wangu. Tunamshukuru Mungu sana kwa nafasi nyingine tena. Haleluya. Nina ujumbe tayari nilishaomba kwa ajili ya somo lililopita. Nilikuwa natoa somo kwa ajili ya wale ambao wameokoka muda sio mrefu, wanahitaji ndio kupewa moyo, kupewa mwelekeo kidogo, wanatafuta makanisa ya kwenda kuabudu. Sasa wakati wanatafuta makanisa, Roho Mungu akawa ananisemesha mambo fulani kuhusu wao. Ndio tayari nilishaomba, nishatoa ujumbe kwa ajili yao, wataukuta hapo. Sisi tunatii sauti ya Mungu, tunaacha. Haleluya. Mungu atende kazi yake mwenyewe. Haleluya. Ujumbe huu ninautoa kwa ajili ya wamama wenzangu na mabinti. Wamama wenzangu na mabinti na vijana ambao wanatufuatilia. Mpendo wangu, kama uko chini ya mchungaji, haleluya, mchungaji yoyote yule, ninaamini mchungaji uliojiweka chini yake anatunza utakatifu. Kwa maana kama atunzi utakatifu, hiyo ni kitu cha moja kwa moja, ni wewe mwenyewe utajibu mbele za Mungu, umeamua kujiweka chini ya mchungaji ambaye atunzi utakatifu. Lakini kama mchungaji wako anatunza utakatifu, uelewe bado anahitaji maombi. Usione kwamba mimi niko chini ya kanisa la wanatunza utakatifu, sina haja. Mchungaji ana mke wake anamuombea, kuna wana maombi, kuna wachungaji wasaidizi. Kila mtumishi wa Mungu anahitaji maombi sana. Tasoma maandiko na haya maandiko atatusaidia kuelewa ninachosema. Ni ujumbe Bwana nani unawaka ndani yangu, naomba niutoe nisidaiwe na Bwana. Kila mtu ataingia mbinguni kwa vile alivyoitwa. Tutasimamia kile Mungu alichotuitia. Kwa hiyo natoa ujumbe kama Mungu atakavyonipa neema. Nimeshaomba anitiishe, anitumie mimi, kwa maana ni binadamu mwenye mapungufu mengi. Siwezi kusema nimekamilika yote. Anisaidie ujumbe utoe kwa njia sahihi. Ujumbe huu tutatumia andiko waraka wa pili wa Timotheo 3 mstari wa 1 mpaka 5. Amen. Maandiko yanasema hivi. Tutasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho tutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Taendelea kidogo mstari wa 6. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Haleluya. Anasema mifano hapa mstari wa 8. Na kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyo kuwa dhahiri. Utaendelea kusoma huu mstari, hii sura yote itakusaidia. Mama mwenzangu, utambue kuna wachungaji wa aina mbili. Makundi mawili makubwa kwanza. Alafu tena katika hayo makundi kuna makundi ndani yake. Ninakuelezea kwamba mwelekeo wa maombi. Usikubali hata siku moja, mpendwa wangu, kijana wa Yesu, binti wa Yesu, mama mwenzangu, kuingia mtego wa kumkosoa mchungaji. Neno la Mungu liko pale pale. Ukiingia huo mtego,
wewe una hatari ya kuhukumiwa kwa andiko hili la Zaburi 105 mstari wa 15 linalosema, usiguse masihi wangu wala na usitendee nabii wangu madhara yote. Usisubutu kuingia huo mtego. Ninapoendelea kuongea, nimetafsiri Kiingereza kwa kwenda Kiswahili. Ninaomba nitafute andiko lenyewe kwa usahihi, nisije nikawa nimemkosea Mungu mahali. Mpendwa wangu, ninakushirikisha hapa ili utambue tuko siku za mwisho. Hakuna cha kushangaza, mradi wewe hakikisha umo ndani ya kanisa ambalo Mungu amekuambia ukae humo. Uko chini ya mchungaji ambao Mungu amekusemesha ukae humo. Lakini ujue hauko chini ya malaika, uko chini ya binadamu. Hapa mstari unasema, nikisoma kwa usahihi, Zaburi 105 mstari wa 15 unasema hivi, akisema, msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Kwa njia gani utawadhuru mimi na wewe? Tuna hatari ya kuwadhuru kwa mawazo kwanza. Ukikuta umemwazia vibaya mchungaji, huyu anaongozwa na pepo, huyu sijui nini, wewe kimbilia magotini mbele za Yesu. Tubu kwa machozi sana. Tubu kwa machozi sana. Kwa sababu sidhani kama kuna mtu yoyote amepewa kazi yeye akosoe wachungaji. Kama ndiyo huduma umepewa, basi wewe endelea nayo. Lakini ninavyojua sisi wengi wetu tumeitwa kuwaombea wachungaji. Kuna vitu utaoneshwa. Ukioneshwa kitu kakiona, ujue huo ni mzigo wako wa kuombea. Na unasikia sauti ya Mungu haikwambii wewe ondoka hapo. Wewe ujue mzigo wako wa kuomba. Ole wako kizembea kuomba. Utadaiwa, utahukumiwa kabisa. Haleluya. Sio wewe upeleke maneno, mchungaji nimeoneshwa kwenye ndoto, kwenye maono, amefungwa hapa, amefungwa pale. Wewe unajisumbua. Wewe unasubiri kichapo na Yesu Kristo duniani hapa na mwisho wa siku. Unakuta wamama wengi na mabinti wengi hawajui kufunga mdomo. Hata mimi bado Mungu ananitengeneza. Ndio maana unaona mama Sims siku hizi mbona hatoi masomo kama zamani. Kama sijapewa neno la kuleta mbele za watu, siongei kitu. Ninapambania mbingu huku pembeni. Naambiwa kaseme na huyu, ombea na huyu, fundisha huyu, fanya hiki, fanya hiki. Hatuko hapa kupata umaarufu. Tuko hapa kupambania mbingu. Mungu atuhurumie. Tuna watu wa kuwaombea watoto wetu, dada zetu, kaka zetu, kuna mabinti tunalea, kuna vijana tunalea. Tunapambania mbingu. Sasa wewe kama ukioneshwa kitu kuhusu mtumishi fulani na hujatumwa kwenda kutangaza, eti nimemwambia huyu ili tuombe, wewe ni muongo. Wewe kweli una hakika umeambiwa muombe? Kama una hakika umeambiwa muombe, ndio utangaze ukamseme huko. Peleka, kaseme. Ila kisha Roho Mungu amekwambia. Vinginevyo unakuta ulishasema. Ndio maana hata ukiingia kuomba, kwa sababu uliambiwa usiseme, maombi yako hayafiki mbali. Yule mtumishi wa Mungu ambapo ungeweza ukaomba akavuka akasogea hatua, anashindwa kuvuka kwa sababu ulioneshwa ukashindwa kusimamia nafasi yako. Ndio maana unaona sisi tuko kimya. Tuko kimya. Unaweza kusema wewe msituelewe tu. Hatuongei maneno mengi. Kuna vitu Mungu anatusemesha unaona Mungu kwa nini ananiambia nyamaza. Nyamaza. Sitaki uongee maneno mengi. Nyamaza. Unanyamaza. Unafuatilia kile kitu alichokuongoza Mungu. Haleluya. Waraka wa pili wa Timotheo 2. Utaona wachungaji unasema wako aina mbili. Kuna wachungaji walioitwa na Mungu kabisa, na kuna wachungaji ambao wamejiita wenyewe. Hao makundi mawili. Na katika wale waliojiita wenyewe, utaona tu dalili zao. Utaona. Yaani yeye ni lazima ajaze kanisa na lazima apate sadaka kwa njia yote. Yaani yeye mara nyingi sio wote. Kuna ambao Mungu anawapa neema, alijiita
lakini katika kujiita Roho wa Mungu anakutana naye, anaanza kumuongoza. Wapo kabisa. Ndio maana narudi pale pale, usikae ndani ya kanisa na umuombei mchungaji wako. Unaona mapungufu yake. Wewe ni mama, umeolewa, hata mume wako usimuhusishe. Kwa nini mume wako akusemeshwa? Umeoneshwa wewe mapungufu ya mchungaji. Unaweza ukayaona hivi kabisa kwa kusikia na kwa kuona, na unaweza ukayaona kwa kwenye maono. Omba, shika kazi yako mbele za Bwana. Umeoneshwa mama mchungaji ni hivi na hivi, nyamaza, omba. Heya, kina mama mjajua na mabinti jinsi ya Mungu akutetee, akufungulie milango ambayo hata ukujua inapaswa ifunguliwe kwa ajili yako, kwa kusimama kwenye kazi ya Mungu na uaminifu. Wewe utumiki kupasua kanisa kwa mdomo wako. Umekataa kabisa kutumika vibaya namna hiyo. Unapambania mbingu, unafanya kazi ya Mungu kimya kimya kwa maombi. Yaani kimya kimya, ukisikia hiki wewe unashikilia kuomba. Ukifuatilia kunafuatilia. Pendwa, usiende ukashangaa kwa nini mchungaji anafanya hivi. Hebu ngoja uone. Unaona hili andiko? Wamo kwenye haya maandiko unawakuta na hizo tabia. Kwa sababu mchungaji anaitwa jinsi alivyo kwenye madhabahu aliyokuwa nayo na vifungo alivyokuwa nayo. Watu unajua wanaaminiki mchungaji, hakuna mchungaji ambaye amefungwa. Nani amekwambia? Mchungaji wanakuwa na wao waliitwa kwenye vifungo vyao vya kuzaliwa, vifungo vyao vya dhambi, vya kabila lao, kama hajajua neema ya kufunguliwa. Na mwingine ana kiburi, haoni umuhimu wa kufunguliwa. Mwingine anaamini mimi niliombaga mwaka juzi kufunguliwa inatosha, sitaji kufunguliwa tena. Yuko hivyo. Na unakuta waumini wako chini yake. Ndio maana utaona tabia fulani fulani, dalili fulani fulani. Wewe muombee rehema. Anapeleka huduma kwa vile ambavyo anaona inafaa. Muombee. Unaongozwa kumuombea kitu gani? Tunaambiwa hapa mstari wa 2. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi. Usizanie mtumishi wa Mungu uliye chini yake kuna baadhi ya mambo bado hayamkamati. Unachooneshwa ombea. Unachoombewa tubu, unatubu. Unamuombea toba na unajiombea kwanza wewe toba. Mungu, inawezekana sijaona vizuri, lakini kama umenionyesha hii pungufu hii, ninamuombea toba na ninaomba ufungulie. Mfungue. Mpendwa, ngoja nikwambie neno. Haya sio maombi ya kuomba kwenye magrupu unataja majina wachungaji. Unaweza ukaomba ndani ya grupu, labda grupu leno la maombi, lakini wewe unaomba kwa utaji jina la mtu. Ila moyoni kwenye ulimwengu wa roho unaoneshwa kabisa sura ya mchungaji. Unajua haya maombi ninalenga mchungaji fulani. Na ni vizuri zaidi ukiwa unaomba wewe mwenyewe binafsi, peke yako. Haleluya. Omba wewe mwenyewe. Omba kwa mzigo mpaka ukiona ule mzigo umekutua. Wapo wana hizi tabia kabisa. Usishangae mchungaji unaona yeye ni kiburi, self promotion, kuomba pesa, haogopi, haoni aibu kudai pesa, hajali kabisa, anafanya anachoona kinafaa. Wewe muombee. Yamkini anasikia sauti inamwambia omba pesa madhabahuni. Anaomba. Wewe unachoongoza muombee, mwachie afanye kazi ya Mungu anavyoona inafaa. Kumbuka lile neno, usimguse masihi wangu. Ndio maana anza kuomba toba. Mungu, inawezekana ninamuona tofauti, ni makosa yangu mimi, unirehemu. Lakini kama anakukosea, ninaomba umsaidie asije akakosa mbingu. Si hapo mstari wa 4. Tabia zote hizi unakuta zingine zimewakamata wachungaji. Wenye kujivuna, wakaidi. Wenye mfano utaua lakini wakikana nguvu zake. Wewe fanya nafasi yako, omba. Ndio maana mtu hawezi kusema mimi sijui huduma yangu. Wewe unataka ujue huduma yako ili iweje. Wewe unapambania mbingu. Wewe nikuulize swali, mama mwenzangu na binti. Mimi unajua naongeaga tu moja kwa moja, wanasemaga saa nyingine naongea kwa ukali. Wewe una uhakika kwamba unatakiwa uamke kesho asubuhi? Unatakiwa mimi na wewe tukiitwa usiku. Ili neno unaona nikiwaka neno niabidi nilitoe. Sina guarantee nitaamka kesho asubuhi.
Niende mbele za Mungu niulizwe, kwa nini nilikupa neno ukalala nalo? Ukaogopa kulitoa. Ukawa bizi ukashindwa kulitoa. Mimi ninalitoa. Likikuhusu, likikugusa linakuhusu. Nende mbele za Mungu, omba. Sijaulizwa neno jina la mtu. Mimi ambao nimeambiwa kuwaombea ninawaombea. Wako dunia sehemu mbalimbali. Wengine wako nchi ya Marekani, wengine wako nchi mbalimbali, wengine wako Malawi, wengine wako Zambia, wengine wako Nigeria, wengine wako Tanzania, wengine wako Uganda. Ninasimamia nafasi yangu, ninawaombea. Na wewe vile vile usikae chini ya mchungaji. Ujumbe wa leo unasema huna mzigo wa kumuombea. Kila siku muombee. Mara ngapi umuombee kwa siku? Uliza Roho Mtakatifu, atakuelekeza. Kwa wewe nafasi yako. Usimbebesha mwingine huo mzigo. Hapana. Huo umeoneshwa vitu fulani fulani kwa mchungaji, mapungufu yake, ili umuombee. Muombee kwa mzigo kabisa. Usije ukajiletea adhabu hapa duniani, ukaleta haki ya shetani kukutandika kwa sababu uko kwenye makosa, ukajiletea wewe kuikosa mbingu, ukajiletea Mungu akakutandika hapa duniani, ukaona mambo yako yanaenda tu ni magumu kwa sababu wewe mwenyewe ulikosea Mungu. Haleluya. Waraka wa pili wa Timotheo sura 4:3. Omba Mungu sana. Mstari wa 6 ni kina mama, sisi tuna makosa sana. Kina mama na mabinti. Tunaweka wachungaji wanajiingiza kwenye nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi. Wanawake wajinga ni wale ambao wameona, mimi nimeokoka, nilikuwa naendaga kwa mganga wa kienyeji. Sasa huko kwenye wokovu, hii habari ya kwenda kutafuta maandiko na mafundisho kuhusu hii shida niliyokuwa nayo, hiyo ni njia ndefu. Sina muda nayo. Kwanza mimi niko busy nalea watoto, nafanya shughuli zangu. Mimi ni kutafuta tu wachungaji mitandaoni, nitafute mchungaji yoyote ambaye atakubali kuniombea shida yangu. Na atakachoniambia mchungaji, nabii, muombaji, nimefungwa, nina vifungo, nimelogwa, siendi mbele za Mungu. Lazima ni kweli tu atakachoambiwa huyo. Siendi kuuliza Mungu. Mimi ninaenda na kile wanachoniambia. Natuma sadaka, nimemaliza. Hata saa nyingine kufunga ni shida. Hawafungi kujiombea. Ndio wakina mama mstari wa 6 hawa. Wanawaweka wachungaji kwenye majaribu. Wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi. Wamekataa kuitua hizo dhambi. Mimi ninajua niliokoka, nilikuwa nafungwa na dhambi fulani. Sipambani na hizo dhambi ziniache. Simsi Bwana aniondolee hiyo vifungo na dhambi. Kiburi, uwizi, unafiki, uongo, umbea, uzinzi, uasherati, haleluya, kupenda vya dezo, haleluya, kukataa kujituma. Dhambi ziko nyingi za kila aina, nimetaja chache. Kwenda kwa waganga wa kienyeji, hawajatubia vizuri, ile roho bado inawafuata. Anataka aende kwa unabii, mwanabii amwambie kitu. Waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Tamaa za namna nyingi, mfano ni nini? Mimi na wewe tumeitwa katika safari ya wokovu. Tulikutwa kiwango fulani, kiroho, kimwili, kimaarifa, kielimu, kiuchumi, kimahusiano. Sasa tamaa ya namna nyingi inapatikana wapi? Mazingira yetu. Jirani yangu anunua gari, jirani yangu kajenga. Mwenzangu huyu naona ameolewa na tajiri. Mwenzangu huyu amevuka hivi. Mwenzangu biashara yake iko hivi. Mwenzangu watoto wake wamevuka. Nazungumzia mwenzako, ujilinganisha na walokole wenzako. Maana ambao hawajaokoka hujui njia wanazotumia kufanikiwa. Utajiletea mateso bure ya dunia hii. Unaona walokole wenzako wanavuka. Hujui walitoaje sadaka. Hujui walijitoa vipi kufunga na kuomba. Hujui walitii vipi sauti ya Roho Mtakatifu wakapanda kwenye kazi ya Bwana. Ndio maana Mungu anapigania watoto wao. Ndio maana Mungu anawavusha kiuchumi. Ndio maana Mungu anafungulia vile malengo. Huo ni wanawake, yani tunaamua wengine kuwa wanawake wajinga. Na katika wanawake nitazungumzia hapo wapo via vijana humo tunawalea. Wajinga ambao yani wajinga wamekataa maarifa ya Bwana, wamekataa maarifa ya dunia hii. Wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Hizo tamaa zinawapelekesha. Mara akimbilie kuombewa hapa, mara atume hapa, mara kanunue maji. Wapo ambao wananunua maji bado.
Wanagusa maji, mambo yakimshinda anagusa maji, anagusa sijui mafuta, anaenda kwa manabii, yakimshinda anaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji. Wapo. Sijui kwa nini leo Mungu ananiambia ni roho Mungu ananisukuma kuongea haya. Kuna mtu ataacha hiyo njia. Mpendwa wangu, vile safari yako inatakiwa iwe, nimeongelea hizi maeneo yote: kiroho, kimwili, kiuchumi, kimahusiano, kimaarifa. Uongozwe na roho Mungu. Huku unaomba, huku unapambania. Huku unaomba, huku unachukua hatua. Hakuna, ni mara chache Mungu atashuka akushushie chakula wewe, akushushie maendeleo ya maisha, akushushie elimu, akushushie maarifa. Ni mara chache sana. Ndio maana ujue saa ngapi unachukua hatua, saa ngapi ni wakati wa kuomba. Ukishaomba unasikiliza sauti ya Mungu, inakuongoza wapi, inakuongoza vipi. Haleluya. Huu ni mzigo mimi naomba leo ni utue, usaidie watu wa Mungu. Kuna wamama ambao yeye yani hajui kwamba kitendo cha yeye hawezi kutulia kasoma Biblia ni dalili ya kifungo. Hasomagi Biblia, hajawahi kusemeshwa na Roho Mtakatifu neno lolote kuhusu mtu yoyote. Amerizika anasema mimi natunza utakatifu, nimefunika kichwa, navaa nguo ndefu, naenda mimi. Badala ya kupambana, roho wa Mungu, kwa nini unisemeshi mimi? Nina kifungo gani mimi unisemeshi? Nina uchafu gani na unajisi gani? Mbona unisemeshaki? Kijana anashindwa kuelewa, mimi mbona sisikii sauti ya Mungu inaniongoza fanya kitu fulani? Omba hivi, ombea huyu, fanya hivi. Mbona mimi sisikii roho wa Mungu? Anaona yeye ni sawa, amekataa maarifa. Ndio maana anaitwa mjinga mwenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za aina nyingi. Ndio maana watu wa hivi rahisi kuingia mitego ya kila aina. Unashangaa ameingia na dhambi ambayo haikupaswa aingie. Na wajinga wengine wakoje? Ni wabishi. Hashauriki, hafundishiki, hasikii. Anasingizia mimi nimefungwa. Lakini kiukweli ni yeye mwenyewe amekataa kushauriwa. Roho Mungu anamshauri kupitia watu mbalimbali. Jamaa, rafiki, mashauri, wanampa mashauri ya hekima. Anadharau sana. Anadharau kufuatilia. Mimi ninaomba, ninafunga kavu 3. Huyu hawezi kuniambia chochote. Mtu mwenyewe afungangi 3. Wengine wanafunga hawatakiwi kutangaza. Usimhukumu mtu kwa kudhania kwa kichwani. Wengine wanafunga hakuna hata shetani anachanganyikiwaga ratiba yao jinsi wanavyofunga. Haruhusiwi kutangaza anavyofunga. Kwa taarifa yako, kuna watu wanafunga kwa njia hiyo. Acha nyinyi mna neema, mnafunga mnatangaza. Nimefunga leo 3, sio nimefunga sijui ngapi. Wewe endelea kufunga ulivyoambiwa. Lakini kubali kushaurika. Ukipewa ushauri wa hekima, utendee kazi. Usipotendea kazi, wewe mwenyewe utalaumiwa mbele za Mungu siku ya mwisho, kwa sababu utashindwa kufikisha hatima ambayo Mungu ataweza kukutumia kwa viwango vya juu. Na pili, utakuwa unaomba maombi, Mungu anaona unampigia kelele tu. Huyu si nilishampelekea ashauriwe hichi, anaendelea kuniombea kitu hiki, nimfungulie, nimsaidie. Lakini amepewa ushauri, amekataa kutendea kazi. Wengi naona wanateseka na hii. Ninaambiwa huyo muombee tu neema. Umemshauri, lakini muombee neema ya kuchukua hatua. Achukue hatua. Mstari wa 7. Wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Anasikiliza mahubiri sana, anasikiliza mafundisho sana, anapata maarifa sana, lakini hafikii ujuzi wa kweli. Hafikii kiroho. Hizi nyanja zote nilizokuambia, kiroho, kimwili, kimaarifa, kimambo ya afya, kiuchumi, kimahusiano, hafikii ujuzi wa kweli, kwa sababu hajaruhusu roho Mungu atumie ile maarifa anayoyapata ayatendee kazi. Mahusiano yangu yana changamoto hapa. Hivi huyu mtu niende naye vipi? Uchumi wangu una changamoto hapa. Kikwazo changu mimi kutengeneza budget ni sawa na kituo cha polisi. Sipendi kuandika budget. Roho Mungu anisaidie nifanyeje? Mimi kutunza akiba ni changamoto. Mimi kuomba kufunga na changamoto hapa. Kusoma neno na changamoto hapa. Maarifa yale ayatendee kazi. Anajikuta mstari wa 8 kama hii mifano tulipewa ya Yane na Yambre, wanajikuta wanapingana na ile kweli. Wanajikuta wanahesabika ni nini? Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Ombea mchungaji wako. Kuna mchungaji anayejua kweli kabisa.
ameisikia kweli. Kuna muombaji mwinjilisti amepata mstari wa 7, amesikia neno la kutosha, lakini ameshindwa kulitendea kazi. Matokeo yake nini? Anakosa utii mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, mpaka pale neema za Bwana zinapofikia kikomo. Mstari wa 8, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Anaendelea kutumika, lakini alishakataliwa zamani sana. Sasa wale ambao mnatunza utakatifu, lakini hamui makini kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, unakuta umejibambakanisha, umejiweka chini ya mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alishamkataa zamani sana. Yaani madhabahu yake Roho wa Mungu alishatoka zamani sana mahali pale. Yupo wewe umejing'ang'anisha kukaa. Watanielewaje? Kwanza nimeshapewa jukumu kanisani, siwezi kutoka. Kisikia haya maneno mnakwazika. Lakini ukweli tutadaiwa sisi ambao kama tuna nafasi ya kuongea japo kidogo. Ukisikia sauti ya Mungu inakuambia tafuta kanisa, tafuta kanisa. Na usiende kuwekea watu mizigo ya dhambi, niambie kanisa la kuenda. Wewe ni mharibu ni mharibifu wa watumishi wa Mungu. Heri useme naomba kwenye eneo langu nilipo. Unajua mchungaji wote anayetunza utakatifu, anamjua fulani fulani na fulani, au namjua fulani, ila hakikisha uombe. Uhakisha hapo ndio unatakiwa uende. Watu wapendi kufanya hizo homework ndefu, wanapewa ateremshie tu. Ndio maana mpendwa, ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Ujumbe uliopita kwa wale ambao wametoka kuokoka, kutoka kuwapatia. Mpendwa wangu, ninakuomba sana kufuatilia hii safari. Mstari wa 9 unasemaje? Lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote. Ole wako ujiweke chini ya mchungaji ambaye ataishia kwenye mstari wa 9. Ole wako. Ole wako. Kwa maana ambaye hayuko njia sahihi. Roho wa Mungu wapendi sana Yesu Kristo jina lake lidhalilishwe. Huwa anawafunua na wawekaga wazi. Mwisho wa siku anawaweka wazi. Anawaweka wazi kabisa kile wanachokifanya, ufeki wao, uongo wao, kupenda kwao pesa, kujivuna kwao, kiburi chao, anawaweka wazi. Sasa wewe hakikisha umejiweka chini ya mchungaji ambaye ana hofu ya Mungu kweli kweli. Hatafuti kujipenda mwenyewe, kiburi, kujitikisa, kujipiga kifua, kujitengenezea jina na utajiri kwa njia ambayo Bwana kumtuma kwa njia hiyo. Wewe huwa makini. Muombee kwa mbali, usimseme kwa mtu. Wewe nenda mbele za Mungu, atakuambia siku ya siku uende kuabudu wapi. Chakumi chako kiende wapi. Ndio maana wengi wana changamoto, chakumi chake kinaenda mahali ambapo Bwana hapatambui. Hapatambui. Haleluya. Barikiwe sana. Roho wa Mungu ananishuhudia, ujumbe huishie hapa. Mpendwa wangu, kasoro unazoziona kwa watumishi wa Mungu unaowajua, watumishi wa Mungu waliokuzunguka mtandaoni na wenye ambao unawaona kwa macho, hakikisha unachosemeshwa na Roho wa Bwana. Ni kazi yako na isimamia vizuri kuwaombea wale wachungaji. Usije ukadaiwa siku za mwisho. Wapo wengi wataikosa mbingu kwa njia hiyo. Barikiwe sana na Bwana Yesu akubariki. Amen. Mimi ni Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Utakuta linki hapo, ni kundi la mapokezi. Somo unalolihitaji tunaweza kukutumia ikakusaidia, na Bwana Yesu akubariki. Asante.